Karibu kwa taarifa zetu za leo kutoka JMN. Zambia yaelekea uchaguzi huku akilenga muhula wa pili. Zambia itaelekea kwenye uchaguzi baada ya siku 2 ambapo wananchi watapiga kura kumchagua rais, wabunge na viongozi wa mabaraza ya serikali za mitaa. Uchaguzi huo umetajwa kwa kiasi kikubwa kwani ushindani wa wagombea wawili wakuu kufuatia kuibuka kwa mgombea mmoja wa muungano wa upinzani. Kwa mujibu wa Reuters, kura za maoni pamoja na wawekezaji wengi wanatarajia Rais Hakainde Hichilema kushinda muhula mwingine wa miaka 5, akimshinda mpinzani wake Brian Mundumbile anayeongoza mpinzani unaogawanyika. Hata hivyo, tume ya uchaguzi ya Zambia inakabiliwa na moja ya mtihani yake mikubwa zaidi, huku ikisimamia uchaguzi wa kwanza unaotumia daftari jipya la wapiga kura na unaofanyika katika majigambo mapya ya uchaguzi. Masuala ya usalama wa kura, mvutano wa kisiasa na wasiwasi wa umma kuhusu uaminifu na mchakato wa uchaguzi pia yameibua changamoto kwa tume hiyo. Uchaguzi huo wa Agosti 13 umejikita katika ushindani kati ya miungano miwili mikuu ya kisiasa. Muungano unaoongozwa na chama tawala cha United Party for National Development UPND unaungwa mkono na vyama vidogo 15. Upande wa pili ni Tonsa Party Alliance unaoongozwa na mgombea urais Brian Mundumbile na mgombea mwenza Makebi Zulu. Muungano huo unajumuisha vyama vidogo visivyo na uwakilishaji bungeni pamoja na sehemu kubwa ya miundo inayosalia ya chama cha Patriotic Front. Mundumbile aliwahi kuwa mwanachama wa PF, chama kilichoondolewa madarakani katika uchaguzi wa mwaka 2021. Kwa mujibu wa sheria za Zambia, miungano ya kisiasa haiwezi kusajiliwa kama vyombo vya uchaguzi. Hivyo, wagombea wa miungano hiyo ulazimika kugombea kupitia chama kimoja, huku akiungwa mkono na muungano usio rasmi. Kuunda kwa muungano ya upinzani si jambo jipya nchini Zambia. Takriban kila uchaguzi umekuwa ukishuhudiwa mazungumzo ya kuunganisha vyama vya upinzani, ingawa ni miungano michache iliyofanikiwa kudumu hadi wakati wa uchaguzi. Mwaka huu vyama vya upinzani viliungana katika hatua za mwisho za maandalizi ya uchaguzi, vikidai kukabiliwa na kile kinachokiita kukiingiliwa kwa kiasi kikubwa cha serikali. Licha ya changamoto hizo, upinzani unasema una matumaini ya kushinda uchaguzi. Jumla ya wagombea 14 wanawania urais, kawa ni vyama vichache vinayotambulika kwa kiasi kikubwa na wapiga kura. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 30, hakuna chama chochote kilichowahi kuwa na madarakani kinachowakilishwa kwenye karatasi ya kura ya urais. Iran nayo inapaswa kutulipa fidia. Rais Donald Trump wa Marekani amesema Iran italazimika kuwalipa fidia watu waliokumbwa na kadhia iliyochochewa na vita ama kadhia iliyosababishia watu hao. Rais Donald Trump wa Marekani ametolea majibu masharti ya Iran kuhusu makubaliano ya amani kwa kutoa madai yake yanayotaka Iran walipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, tamshi ambayo huenda yakatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pendekezo hilo la Trump ambalo hajawahi kulitoa awali lilikuwa ni jibu la madai ya Tehran ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Amesema katika ikulu ya White House kwamba watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia pamoja hadi wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Zaidi ya watu 100 wafa kwa tetemeko la ardhi Colombia. Tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limekuwa Colombia na kuua watu zaidi ya 100 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kulingana na taarifa ya rais wa Colombia, Abelardo del Espirla alitoa masaa 6 baada ya tetemeko hilo, watu 111 wamethibitishwa kufa kote nchini humo kutokana na tetemeko hilo la jana Jumatatu. Timu za uokozi zilikuwa zikihangaika kuokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yalianguka katika mji Cali na kwingineko. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kisa hicho na kwamba ipo tayari kuwasaidia watu wa Colombia.
Urusi yaua watu 5 Zaporizhia. Watu 5 wameuawa katika shambulizi la kombora la Urusi kusini mwa mkoa wa Zaporizhia nchini Ukraine. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa huo Ivan Fedorov amethibitisha idadi hiyo kupitia mtandao wa Telegram na kuongezeko kwa watu 20 wamejeruhiwa na idadi yao inazidi kuongezeka. Mwandishi wa shirika la habari la AFP amesema kulisikika msururu wa vishindo vikubwa muda mfupi baada ya saa 3 za usiku baada ya mamlaka kutoa tahadhari ya kombora lililoko likielekea kwenye mji wa Kiev. Moscow imeongeza mashambulizi ya makombora katika wiki za karibuni ambayo yanaweza kudunguliwa na aina chache tu za mifumo ya kujilinda angani ikiwa ni pamoja na Patriot inayotengenezwa Marekani. Bunge la Uturuki laidhinisha sheria ya msamaha kwa PKK. Bunge la Uturuki limeidhinisha sheria inayotoa msamaha wa masharti na ulinzi wa kisheria kwa maelfu ya wafuasi wa chama cha wafanyakazi cha Kurdistan. Sheria hilo iliidhinishwa kwa kura 468 dhidi ya 88 huku ikiwa na pingamizi 6. Iliungwa mkono na chama cha AK cha Rais Recep Tayyip Erdogan, shirika wake wa kitaifa wa MHP na chama kinachounga mkono wa Kurdi cha DEP. Sheria hiyo inaweka taratibu za kuwaponya silaha wanagambo wa PKK na kivunja chama hicho pamoja na kuwarejesha tena uraini baadhi yao. Wabunge hao walisema takriban wafungwa 3500 waliofungamanishwa na PKK wanaweza kuachiliwa kwanza, lakini waliohukumiwa kwa mauaji ya kukusudia na baadhi wanaotumika kifungo cha maisha huko wakijumuishwa. Sierra Leone yapitisha sheria ya uchaguzi inayozozaniwa. Bunge la Sierra Leone limeidhinisha mageuzi ya kikataba yatakayobadilisha sheria za uchaguzi nchini humo kabla ya kinyang'anyiro cha kuwania urais kwanza. Taifa hilo la Afrika Magharibi litafanya uchaguzi wa mwaka 2028. Spika wa bunge Segopon Solomon Thomas alisema baada ya kikao kuwa mswada huo uliungwa mkono na chama tawala cha Sierra Leone, idhinishwa kwa zaidi ya nusu ya wabunge waliopiga kura. Hata hivyo, idadi ya kura haikutangazwa. Wabunge wa chama kikuu cha upinzani cha All People's Congress APC walitoka nje baada ya kushindwa kulishawishi bunge kwamba mageuzi hayo yalihitaji wingi wa theluthi 2. Mabadiliko hayo yangepunguza kiwango cha kura kinachohitaji kushinda urais kutoka 55% hadi zaidi ya nusu ya waliopiga kura kitaifa, huku wakianzisha mfumo wa uwakilishi wa uwiano katika uchaguzi wa bunge. Trump amesema Marekani imeondoa mabomu ya baharini katika mlango wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vikosi vya Marekani vimeondoa mabomu ya baharini katika mlango wa Hormuz na kuifanya njia hiyo kuwa salama kwa usafiri wa meli. Trump amesema jeshi la wanamaji wa Marekani ndio litadhibiti kwa sasa mlango wa Hormuz. Angalia, kwa sasa ni jeshi la wanamaji la Marekani pekee ndilo linalodhibiti mlango wa Hormuz, aliwaambia waandishi wa habari katika ofisi ya Oval ya Ikulu ya Marekani. Aidha, Trump amesema Marekani imeweka kizuizi imara katika njia hiyo na inaruhusu kupitia meli ambazo inataka. Imeweka kizuizi kinachofanya kazi kamilifu na kisichoweza kupenywa kama ukuta wa chuma. Trump pia amesema baadhi ya mabomu ya baharini huwekwa katika njia hizo, lakini vikosi vya Marekani hayagundua na kuyaondoa. Kwa hayo, shukran kwa kuwa nasi.